Ndugu mtangazaji na msikilizaji pia, na kuomba kwa hizi dakika 5 unisaidie unisikilize. Na kushukuru sana kwa muda wako ambao utakuwa umetumia. Katika dunia hii kuna mambo mengi, lakini na haya mawili unatakiwa kuyazingatia. Moja, unapokuwa na furaha, unapokuwa na furaha ya kujilinda ni haya: usitoe ahadi, kwa sababu unaweza kutoa ahadi usiyoweza kutimiza. Pili, unapokuwa katika hiyo furaha yako hiyo, unatakiwa usichukue maamuzi kwa kuchagua. Kwa mfano, naweza kuwapatia mfano. Nilipokuwa nasoma Biblia yangu, niliona mfalme mmoja. Mfalme huyo alipotoka vitani alikuwa na furaha nyingi kwa sababu alikuwa ameshinda vita. Baadaye akafanya sherehe. Kuna msichana alikuwa msichana wa Herodia, alikuwa kwenye hiyo tafrija, akacheza akamfurahisha mfalme. Baada ya kucheza na kumfurahisha mfalme akamwahidi kitu chochote atakachomwambia atampatia. Basi msichana kwa furaha akakimbia kwa mama yake, akamwambia, mfalme ameniambia nichague kitu chochote anachotaka atanipatia. Basi baada ya kusema hivyo, mama yake kwa sababu alikuwa na hasira na chuki ya mtumishi wa Mungu, akasema kamwambie unaomba kichwa cha mtumishi wa Mungu ambaye kipindi hicho alikuwa ni Yohana. Tunaona kilichotokea baada ya furaha na baada ya hasira, maamuzi yaliyochukuliwa. Kwa hiyo kuwa makini na kipindi hicho. Jambo lingine la pili ambalo ndio la mwisho, ukiwa na hasira, ndugu zanguni, hasa nyie wenye watoto, ukiwa na hasira usiadhibu mtoto. Unaweza kumvunja mguu ama ukampiga sehemu mbaya akafa. Lingine, ukiwa na hasira usilaani, kwa sababu unaweza kuzungumza maneno mazito, na tunajua kwamba kuna msemo usemao hasira hasara. Ngoja tumalizie kwa hiki kisa kimoja. Kuna mtumishi alikuwa ni bosi katika kampuni fulani ambayo sitaki kuisema kwa jina kwa sababu hapa tuko kwenye screen. Alichokifanya ni hiki hapa. Alipokuwa anafundisha wafanyakazi wake, walikuwa kwenye semina. Wengi wao walikuwa hawajakuja na notebook. Basi kati ya hao kuna mmoja alikuwa amekuja na simu. Basi alikuwa anaandika notes ndani ya simu. Basi bosi alipokuwa anaangalia kwa makini, akaona kwamba kuna wengine ambao hawana notes. Basi huyo kijana yeye kumbe alikuwa anaangalia ndani ya simu. Katika ile kuangalia kwenye simu, kumbe alikuwa anaandika notes. Basi ndio bosi akamuona, akasema, simama, ni kwa nini hauko makini sana na kazi yangu? Basi akamwambia toka nje. Basi kijana akasimama polepole akaenda. Alipofika pale mbele kidogo, akamuomba msamaha. Akasema, bosi, naomba msamaha, nilikuwa nimesahau notebook. Sasa nilikuwa natumia simu yangu kwa kuandika notes. Angalia ndio hizi hapa. Basi ndio kijana kwa uadilifu alipomwambia hivyo, basi bosi akamwambia rudi kwenye kiti, bahati yako ni nzuri. Sasa basi nataka kusema hivi. Sasa sikiza, kama bosi
jamaa singejitetea hivyo, kazi ilikuwa imeisha. Na kwa ajili ya maamuzi ya bosi, na sio kosa la mlengwa. Hapo ilikuwa kosa la bosi. Inabidi sasa tunapokuwa katika hali ya hasira tujue ni jinsi gani ya kuchukua maamuzi. Ndugu zanguni, nawashukuruni kwa dakika zenu 5 ambazo mmenipatia. Naomba katika comment ni mambo gani hupaswi kuyafanya katika ulimwengu huu ambayo yanaweza kukuletea madhara, hususan tukiwa katika hali ya society, katika kazi. Naomba katika comment. Mungu awabariki. Ikupendeza, naomba subscribe na comment pia. Thank you.